understand that there are a lot of concerns, ethical concerns in African countries around issues around corruption, issues around integrity in public offices. And so our aim was to be able to intervene at a point where it was necessary to ensure that our children grew up knowing what are good ethics and what are integrity values that they need to uphold as they're growing up. And we got a partner, Integrity Action, that's based in the UK, through the support of NORAD. We worked out on a project that would be able to engage young people to be advocates for integrity and good values in their communities and even the schools they're coming from. SHINE ni acronym ambayo inamaanisha Students Acting for Honesty, Integrity and Equality. Huu mradi tuliuanza 2018 hadi sasa hivi. Malengo ya huu mradi ilikuwa kujenga uadilifu. In English tunasema inculcating integrity values in the growing youth, to just empower these young people to be able to demand and act with integrity, hence building institutions, learning institutions which are transparent, honest, accountable, and responsive to needs. Ufisadi unatuponza itikadi zatufisha hatutachoka kanyaga sisi waadilifu tutakanyaga hatutachoka. Kabla ya kufika kwa SHINE huku ni kwamba tulikuwa na challenge ya maji ambayo tunapata from the main pipe ya Lango Baya, ndio tulikuwa tunapata maji. Sasa kuna wakati mwingine taps na mnakuwa karibu 1 week hakuna maji, sasa inabidi tuende kununua maji tulete. Sasa watoto wakawa ni challenge, lakini katika tulipokuwa na SHINE, watoto mmoja akaja ofisini siku moja akanipatia solution ambayo hiyo shida, kulikuwa na shida ya maji. Kanambia, lakini mwalimu, si we can have our own borehole. Kamwambia, that's a very good idea, lakini issue about what of finance. Kanambia, no, we can also come up with we look for sponsors na tupate borehole. So what I did was to write a letter, a request, na mwanafunzi mwenyewe ndio alikuja na hiyo solution, na tukaandika request na mtoto akaenda kapata sponsor na tukaja tukachimbiwa maji, na maji sasa tuko na maji. Kesho has worked with 45 schools at the moment, and we've been able to develop work through a model that's called community integrity building. So working with students to be able to hold duty bearers accountable to things that are happening within their ecosystem. And so doing this has allowed the schools that we're working with to be more open and transparent in terms of governance, in terms of resource use, in terms of resource allocation, and even in terms of communications amongst the school administrators and the students. So it's created a platform that allows students to engage their school administrators to be able to find amicable solutions to the challenges that the schools are experiencing. And so far, the successes we've seen are a reduction of the number of hostilities between students and administrators, and even strikes that were happening in Kilifi before have gone down tremendously. High school. So I hope that what we learned here in school, at least we learned more about how solve example if students have problems themselves to principal.
Viongozi mwapotea, ahadi zenu papara, huku maskini kolea. Vyang'aa vyenu vipara, huku nasi twaelea. Ufisadi mezagaa, jambo hili linakera. Tunajivunia ile hali ya uwajibikaji ya wanafunzi wetu kupitia kwa yale maadili walionayo, hasa baada ya kuingia mradi huu wa Shine. Wameweza kuimpact kwa wanafunzi wenzao wengi. Hata mtoto anaweza kuokota noti hata iwe ni 1,000 na aipeleke kwa mwalimu akisema hii pesa kuna mwingine ameiangusha. Simu ya mwalimu ya bei ya juu ianguke tu hivi kibahati mbaya, unaona mwanafunzi hata pumzika mpaka hakikisha amepeana ile simu, ili kusudi kile kifaa, iwe ni simu ama ni pesa, ijulikane mwenyewe ni nani. Tuungane sisi sote tuangamize ufisadi. Yule aliyekuwa kiongozi wa Integrity Club akaenda akaonana na ofisi na akaomba kwamba waweze kuongeza vile vifaa vya kuwekwa the used pads, kwa sababu shule imeendelea kukua na wanafunzi wamezidi kuwa wengi. Tukaja na labda ile solution naweza kusema at least ni almost permanent, na ukienda nyuma ya dom mahali pale, kwa sababu ya hayo mawasiliano tukatengenezwa ni incinerator. Sasa huwa wanaenda wanachomea hiyo takataka hapo na haijakuwa shida tena kwetu. EACC ambao ni Ethics and Anti-Corruption Commission of Kenya ndio ilipewa mandate ya ku-establish and sustain clubs. Na kwa sababu sisi ni shirika lisilo la serikali, tulihisi ni vyema kujenga partnership na hii commission ambayo ilikuwa nominated na serikali ku-establish na ku-sustain integrity clubs in Kenya. So tukafanya partnership na EACC ili isiwe kwamba klabu ni ya Kesho Kenya, lakini klabu ni ya serikali. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi ina mamlaka ya kupambana na kuzuia ufisadi na uhalifu wa kiuchumi humu nchini kwa njia zifuatazo. Kwanza, utekelezaji wa sheria. Pili, kuzuia ufisadi kwa kutathmini njia za ufanyaji kazi katika mashirika. 3, kuelimisha. Na 4, kuhimiza utendakazi ambao unaongozwa na maadili na kupambana na ufisadi. We've had a positive change, first of all, in the characters of our learners. We have the members, but again, the members have cascaded down the same aspect of integrity to the other students who may not be non-members, but again, they see there is something valuable to emulate from those who are members. There are values that can be copied from those who are members of the Integrity Club. So in a nutshell, it has actually instilled positive change in character among the learners. Kabla ya kujiunga kwenye hichi chama, nilikuwa yani sina ule uwezo wa kumwambia mtu shida zangu, kueleza shida zangu. Kwa mfano mzazi vile ananiuliza kitu, yani ninaona haya, but tangu nilipo join kwenye hichi chama, nikiona shida ama nikiona kwa mfano nyumbani kuna shida fulani ama mzazi labda amekosea, huwa ni rahisi kumrekebisha, kumwambia mzazi hapa sivyo hivyo ulivyofanya, ama kama kumwambia ndugu yangu vile hivyo ulivyofanya sivyo. Kumekuwa na mabadiliko chanya hasa ya kitabia, mienendo yao kwa jumla yamekuwa mabadiliko chanya, kwa sababu kuna wale ambao labda hawakuwa na vile vigezo vya uadilifu, lakini baada ya kujiunga na chama hiki kupitia yale mafunzo polepole, tukaona kwamba kitabia wakaanza kubadilika. All you need is honesty. All you need is discipline. All you need is honesty, discipline and integrity. Hapa tuko 1238. Sasa mwalimu akiwa huku hajui kile kinachotendeka kule bwenini wakiwa wamelala, lakini vile hawa wanafunzi tumewafundisha kuwa
kuwa hii ndio njia ya kufuata. Akiona mwenzake anakosea, kama hawezi kumwambia, kama ni kosa kubwa ambalo linaweza kudhuru kila mtu, unakuta wakati tunakuja tunaambiwa. Ndio mara tukifungua ofisi zetu tunakuta karatasi kameandikwa hiki na hiki na hiki na hiki kinatendeka, tafadhali kifuatilizeni. So unaona, hiyo ni kwa sababu ya integrity. Kwa kweli katika hichi chama chetu tumefanya miradi mingi. Kwanza, jambo la kwanza tu, ukiingia katika hii shule utaona mabango haya ambayo kwamba yanakushawishi kwamba uadilifu ni kitu muhimu, uadilifu ni kitu bora. Bila uadilifu haufiki mahali popote. Uadilifu ndio kioo cha jamii, ndio kioo cha kila mmoja kule nje na hapa ndani pia, ndio kitatufaa na kutusaidia sisi. Zile shule ambazo tumekuwa tukienda tukifanya sensitization, kujaribu kuongea na wanafunzi, wameweza kufahamu kwamba they need to do the right thing at the right time even when no one is watching. In Lutsangani, the past recent 3 years, we have been facing a water shortage for like twice a term, and that has led to the students missing some classes so that they can go and help the staff to go fetch water in the kitchen, or also to fetch water so that they can go wash their clothes. We have a dam outside here which also helps us when there is time of water shortage. Now there's a lot of time wastage, and also students don't settle in class and read as per what they were brought in school to do. So we sat with the principal and we decided that we'll face one of our suppliers, and luckily we found our supplier, who was Msenango Butchery at Kilifi, our meat supply in school. He donated for us a tank, which now we placed it outside the kitchen, so that in case of water shortage, the water which is stored in the tank can be useful around the kitchen area and also for the students to use. The other project is about the toilet project. As we know that we faced the water shortage problem, now we can't use the normal toilet which we have. So students go for the pit latrines, but the major problem about the pit latrines was that the pit latrines were in bad condition. The condition of them was not good. Some of them were nearly falling down. So Integrity, we sat and decided, okay, let's face the principal. By then, Mr. Simon Beja, and we thank him for he has made our project successful in Lutsangani. We sat with him and he directed us to just formulate a budget, and we sat with the staff, Lutsangani Boys High School, the carpenter. We did the budget and we took it forward, which was approved, and later on the toilets were renovated and now are functional and ready to be used anytime. Now we have solved both the water shortage project, we have solved the water shortage and the toilet project in Lutsangani. Ukiangalia wanafunzi wengi hapa katika hiki chama, wengi wao ni viongozi hapa shuleni, na kwa hivyo wamesoma kuhusu hilo swala la uongozi. Katika hii shule kuna wale wanafunzi wenye hawajiwezi. Tulianzisha mradi wa kuwa kama uko na vifaa vingi kama sabuni, unakuja unawadonetia. Hii klabu ya uadilifu imenisaidia sana, kwa sababu wakati nilipokuja kidato cha kwanza nilikuwa nina uoga wa kujibu maswali, lakini kupitia hii klabu ya uadilifu imeniwezesha niwe na confident ambayo nimeweza kujibu maswali, na kutokana na kujibu maswali kwa walimu na kuuliza maswali kila wakati imeniwezesha pia kupandisha alama zangu juu. Right now is the kitchen, and outside here, as you can see, these are the stones we kept to prevent the mud and prevent the students from sliding. And we are proud of our project. As you can see, we are proud of them. We are stepping our stones easily. Shine project imekuwa ni jambo kubwa katika masomo yangu, maana ni mojawapo ya vitu kama vile integrity, ambao integrity mtu kufanya jambo lake wakati unaofaa, sehemu inayofaa, na wakati ambao kwamba anafaa fanya lile jambo. Imekuwa ikinisaidia sana katika hata masomo, imekuwa inisaidia sana katika hata kujibeba katika jamii. Kitu imefikia kwamba ni baada ya shule imekuja ikanifanya mimi kuwa mtu bora na kuchaguliwa kama kijana bora katika jamii. Kwa mfano, tuko na shirika linaloitwa Mwangaza CBO
ambalo kwamba shirika hili limejengwa na viongozi kama vile chifu, mzee wa mtaa na wengineo, lakini nilichukuliwa na kuonekana kama kijana bora na kuwa secretary pale. Hiyo ni kutokana na kwamba integrity imeonyesha kwamba masomo kama masomo, ila bila adabu hayawezi kuwa masomo. Unaona kwamba itakuwa vizuri kama miradi hii itaendelezwa katika shule zote, na shirika hili ikiwa itawezekana renew, waanzishe tena mradi huu ili ukapate kuendelea. Tutaendelea kutembelea shule zile na kuhimiza waweze kushiriki kwenye activities ambazo wamekuwa wakifanya ili kuweza kudumisha maadili kwenye zile shule. Kwa hivyo nitasema kwamba tume haitawachilia vile vyama. Integrity Club ni club nzuri kwa watoto, na ukitaka watoto maadili yao yatengenezeke vizuri, kuweni na Integrity Club. Itawasaidia sana, kwa sababu kutoka hao watoto mkiwapatia uhuru wa kuzungumza kama vile tunavyowapatia katika Integrity Club, wanaweza kusema mambo mengi sana ambayo yale pia maovu wamepanga tunaweza kuyajua in advance kama walimu, na tukajaribu kuprevent ili kusitokee shida yoyote. Educating man in the mind and not morals is educating menace to the society. Kwa hivyo huu ni mradi wa kukumbatiwa ili tuangamize ufisadi, tuijenge Kenya. Nimefanya utafiti mtandaoni na jawabu nikalipata. Nidhamu shuleni ndio msingi wa mustakabali bora na mafanikio mema ya jamii.